fa in lam yastajibu la fa innama fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kama hawakukubali, kama hawakutii amri ya Mwenyezi Mungu, kama kwamba wao wako mbali, hata wakadai kwamba Mungu wampenda, hata wakadai kwamba mtume wampenda, lakini hawakukubali ndani yao, basi fa'alam annama yattabi'una hawahum, elewa na ufahamu ya kuwa hawa watu si wa kweli, hawa hufuata hawa zao. Hiyo aya katika suratul Qasas. Hawa hufuata hawa zao, lile watakalo hulifanya, sio Mungu. Lile walipendalo hulifanya, sio Mungu. Kisha akasema waman adhlamu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Ni nani dhalimu zaidi kuliko mtu ambaye atafuata hawa yake? Kama hawa walioambiwa mfuateni Mungu, mfuateni mtumi, wakafuata hawa yake. Hakuna mtu dhalim kama ule mtu mwenye kufuata hawa yake bighairi hudan min Allah, bila ya uongozi wa Mwenyezi Mungu. Hawa ni matamanio ya nafsi. Hawa ni matamanio ya nafsi. Na hawa, unapotamani nafsi, kuna njia zake zimepangwa ya kufanya hawa yako kihalali. Ikiwa ni mwanamke mathalan, hawa yako imemtaka, basi kuna njia yake ya kufuata hawa, kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu. Ni biashara, badala ya riba unafuata zile za halali, wafuata hawa ya Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa wafanya bila huda min Allah, basi watu hao fi dhalalin mubin, wako katika upotevu mkubwa. Kwa hivyo hawa zetu mpaka tuzizuie, nafsi zetu mpaka tuzishinde. Japo masala haya ni masala ya juu, si rahisi watu wengi kuelewa, lakini ni lazima tuelewe.